Ujumbe huu ni kwa watumishi wa Mungu wote wa Tanzania, maaskofu, mashehe, wachungaji, mapadili, wainjilisti, mitume, manabii na wote ambao wanajihusisha na kazi ya Mungu. Kwanza kabisa, kwa unyenyekevu, mimi ambaye ni mdogo kwenu, nianze kwa kuwapa pongezi kwa kazi ya Mungu ambao mnaifanya. Kazi ya Mungu haijawahi kuwa rahisi. Ni kazi ngumu, inakukatishwa tamaa kwingi, maana ina vita rohoni na vita mwilini pia. Kwa hiyo kila mahali ninapomuona mtumishi wa Mungu huwa ninampa heshima yake. Mpaka hapa pia taifa la Tanzania lilipofikia, ambapo limekuwa na amani, kuna mchango mkubwa sana ambao mmefanya. Hii amani ambayo tumekuwa nayo haijaletwa na serikali tu wala chama fulani, ni pamoja na ushirikiano wa watumishi wa Mungu. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Lakini pia nazidi kukumbuka mchango wenu haujawa tu baada ya Tanganyika na Zanzibar kupata uhuru, bali pia tunaona hata kwenye harakati za ukombozi wa Tanganyika, ukombozi wa Zanzibar, dini pia, viongozi wa dini walikuwa na sehemu kubwa, mchango mkubwa katika kuleta uhuru. Kwa mmekuwepo tangu mwanzo kwenye mapambano ya kudai uhuru. Mungu awabariki kwa kazi yenu, haitasahaulika. Nina jambo ambalo nimeona nililete kwenu kutokana na hali ambayo inaendelea kwenye taifa letu la Tanzania, ambapo ingekuwa ni habari tu ya kupata viongozi, wakati mwingine isingetuumiza kichwa, lakini sasa hivi ni habari ya haki ya watu kuishi, kwa sababu ya mambo yanayoendelea, ambapo tunaendelea kuona watu wakitekwa, wakiuawa, wakisingiziwa kesi, wanateseka mahakamani kwa kesi ambazo sio za haki, na mambo mengine ambayo ni mengi. Lakini hatuoni uwajibikaji wa viongozi waliopo sasa hivi serikali. Hata ile tu kukiri kwamba kuna hiki kimetokea imekuwa ngumu, baadaye wamekuja kukiri baadaye. Sipo kwa ajili ya kulaumu, kwa sababu sisi watumishi wa Mungu tunasimama kwenye nafasi ya kupatanisha, na siku zote nafasi ya kupatanisha lazima kuna mmoja anakuwa mkorofi au wote, ila unawapatanisha ili wakae pamoja. Sasa nina kitu kimoja, nikirejea maandiko ya Mungu kwenye kitabu cha Biblia, tunaona kuna kipindi ambapo kulikuwa kunatokea, ambapo kwenye taifa la Misri alipokuwepo Yusufu, kulitokea ndoto ambayo ilikuwa na tafasiri ya kwamba kutatokea na njaa baada ya miaka 7 ya shibe. Kwa hiyo tafasiri hiyo alipoipata Farao, pamoja na kwamba alikuwa mpagani, bado aliona ya kwamba inahitajika mtu mwenye roho wa Mungu ndani yake kukabiliana na hili janga la njaa. Kumbe mtu ambaye ana roho wa Mungu ndani yake ndiye ana nafasi kubwa na ya kwanza kukabiliana na jambo au na tatizo linapokabili jamii au nchi. Naomba nitalisoma hilo andiko. Mwanzo sura ya 41 mstari kuanzia wa 37 inasema, neno hilo likawa jema machoni pa Farao na machoni pa watumwa wake wote. Farao akawaambia watumwa wake, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Farao akamwambia Yusufu, kwa kuwa Mungu amekufahamisha haya yote, hapana mwenye akili na hekima kama wewe. Basi wewe utakuwa juu ya nyumba yangu, na kwa neno lako watu wangu watatawaliwa. Katika kiti cha enzi tu nitakuwa mkuu kuliko wewe. Farao ambaye alikuwa mpagani, hamjui Mungu wa Yusufu, bado aliheshimu kilichomongoza Yusufu. Aliheshimu ile roho iliyokuwa ndani
ya Yusufu. Pamoja na kwamba Yusufu alikuwa mgeni kwenye ile nchi, lakini bado alipewa nafasi ya kuongoza kwenye kipindi hicho ili alivushe taifa kwenye hilo janga. Kumbe mtumishi wa Mungu ana nafasi kubwa ya kuwavusha watu au taifa yanapotokea matatizo. Kwenye wakati kama huu ambapo taifa linapitia changamoto kama hii, uwepo wenu na uwajibikaji wenu kwa pamoja kutafuta ufumbuzi wa hili unawahusu sana. Msitegemee kusubiri serikali iliyopo madarakani kuleta suluhisho la haya yanayoendelea, wakati yenyewe ndiyo inahusika na wala hatuwezi kupindisha. Kama mnasubiri hilo, haliwezi kutokea. Badala yake tutajikuta kwamba tunaingia kwenye machafuko zaidi na zaidi. Huu ni wakati ambapo unajua mtumishi wa Mungu ana hekima ya ziada tofauti na duniani. Kwa hiyo kwa hekima yenu mnaweza mkalivusha taifa la Tanzania bila kupitia machafuko, na mnaweza mkawasaidia wale ambao wamehusika na haya mambo, mkawarejesha kwa Mungu na hata wakapata nafasi ya kutubu. Lakini kama mkikaa pembeni, mtajikuta ya kwamba mambo yanaharibika zaidi. Na uzuri, maneno ya Mungu yanatuambia ya kwamba pale ambapo Mungu amekuweka uwe mtumishi wake, alafu muovu akafa kwa uovu wake na wewe hujamwambia, damu ya huyo mwovu Mungu ataitaka kichwani pako. Sasa hivi manake tuna damu ya waovu ambao inakufa bila kuwaambia wanachofanya kwamba sio sahihi, lakini pia tuna damu za wenye haki ambazo zinaonewa, zinakatiliwa mbali bila hatia, kwa sababu sisi watumishi wa Mungu tumenyamaza. Huu ni wakati ambapo serikali imeunda tume yake, kamati yake ya maridhiano kuchunguza, lakini sisi kama watumishi wa Mungu kwa kuongozwa na Roho wa Mungu tunajua ukweli. Tunachukua hatua gani ili kulivusha taifa hili? Tukiacha wanaharakati peke yao wadai haki, waongoze vijana kudai haki, tutalipoteza hili taifa. Lakini sisi kwa hekima zetu ambazo Mungu ametujalia, na wengine ni watu wazima, mkiongezea na hekima ya utu uzima, kwa pamoja tutaweza kulileta taifa hili pamoja, ambalo sasa hivi limegawanyika. Sasa hivi hatuongei lugha moja, huyu anaongea hivi, huyu anaongea hivi. Anahitajika mtu ambaye hana upande wowote asimame kwa ajili ya taifa. Ni wapongeze watumishi wa Mungu, maaskofu ambao mmekuwa mkisimama hata kama hamjaweza kufanya kwa ukubwa, lakini mchango wenu una nafasi kubwa. Sitaacha kukubali kazi na kuwapongeza maaskofu wa Katoliki teki. Mmefanya kazi kubwa sana, na inawezekana sauti yenu imezuia mengi yasiendelee. Sauti yenu imezuia mengi yasiendelee. Yamkini tungekuwa pabaya zaidi ya hapa. Lakini nimshukuru binafsi askofu wa kanisa la KKT, Askofu Bagonza. Mungu akubariki sana. Umeiheshimisha PhD yako ya theology. Umeheshimisha maaskofu wengine kupitia wewe. Sitamwacha Askofu Emmanuel Mwamakula wa kanisa la Anglikani. Unafanya kazi kubwa. Unawakilisha maaskofu wengine. Mungu awabariki sana. Lakini pia sitaacha kutambua nafasi ya kanisa la Ufufuo na Uzima linaloongozwa na Askofu Gwajima. Wamesimama imara kusimamia kweli na wamekataa utekaji bila aibu.
hata kama wamepitia wakati mgumu, lakini wameonyesha msimamo. Na Mungu aendelee kuwabariki kanisa la Roman Catholic kwa kusimama na kanisa hili la Askofu Gwajima, maana hata walipokosa nafasi ya kuabudu mliwakaribisha, na huo ndio utu. Sitaacha kutambua nafasi ya dini ya Waislamu. Ni ndugu zetu. Naendelea huwa nawaambia watu wazi ya kwamba dada yangu mkubwa ameolewa na Muislamu na wana familia yao zaidi ya miaka 15. Kwa hiyo sisi wa Tanzania ni ndugu bila kujali dini zetu. Kwa hiyo dini ikitugawa, mjue ya kwamba hiyo vita haitawaacha salama wa dini fulani au wa dini fulani, maana sisi wote ni mchanganyiko. Kwa kwenye vita ya dini hakuna ambaye atashinda, hakuna ambaye atakuwa salama. Wito wangu sasa, cha kwanza kabisa tunajua kwamba anayeweza kuleta maridhiano ya kweli kwenye taifa la Tanzania ni Mungu. Kwa hiyo mna nafasi ya kutupeleka kwa Mungu. Najifunza kwa Mordekai. Mordekai yeye aliposikia tu ya kwamba Wayahudi wameandikiwa kuuawa, alijitoa mbele za Mungu kulia na kuomboleza. Huyo alikuwa tu ya kwamba amesikia tu waraka. Lakini sisi sio kwamba tumesikia waraka, ni watu wameuawa na wanaendelea kuuawa. Kama Mordekai alikataa kula kwa sababu ya mzigo wa waraka aliyoupokea, basi sisi tunatakiwa kufanya zaidi, maana sasa hivi tayari. Na kama tunaona hili ya kwamba hili mfano hilo la Mordekai kusimama kwa ajili ya kutetea Wayahudi wasiuawe ni Agano la Kale halituhusu, basi hata mambo ya zaka tuachane nayo, kwa sababu kwenye Agano Jipya hayazungumzi sana. Lakini hata hivyo, Mungu aliyetuita kuhubiri Injili, hata uhai wa watu pia unatuhusu. Na kingine ambacho ninaomba nihitimishe ni kwamba mna nafasi kubwa sana moja ya kutuongoza mbele za Mungu, kulipeleka taifa mbele za Mungu kwa ajili ya toba, ili laana ya damu iliyomwagwa bila hatia iweze kutoka kwenye taifa la Tanzania. Nje ya hapo, hii laana itaendelea kututafuna vizazi na vizazi. Jambo la pili ni kushirikiana na watu ambao wanadai haki ya Mtanzania. Kwa namna hii tutaheshimisha kazi ya Mungu Tanzania. Kumbuka, watu sasa hivi wanatuangalia tu, ni kama hawaoni. Kama tutanyamaza na ushindi utapatikana kwa njia nyingine, haki itapatikana kwa njia nyingine, heshima yetu kama watumishi wa Mungu, kama kanisa, kama dini itakuwa imepungua. Lakini tukiwa mstari wa mbele kutetea haki ya watu kuishi, ambao ni haki ya kwanza kabisa ya muhimu, kuliko hata mtu kumwombea atajirike, kuliko hata mtu kumtolea pepo, tukisimamia ipasavyo, watu tutatengeneza historia nzuri kwa taifa. Maana naamini mtumishi wa Mungu akisimamia kwenye nafasi yake, Mungu huleta hiyo haki bila vita, bila kumwaga damu. Haki inayopatikana kwa kumwaga damu hutokea pale ambapo watumishi wa Mungu walilala kwanza. Kwa hiyo kuna wakati ambapo Mungu ataamua kuwapatia Watanzania haki, kwa sababu wataendelea kuililia, ila inaweza ikapatikana kwa njia ya kumwaga damu. Hizo damu tutakuwa tunadaiwa sisi watumishi wa Mungu. Lakini pia kuna watu watatakiwa kunyongwa kwa sababu wamesababisha hayo mauaji yaliyotokea, mfano mauaji yaliyotokea kwenye maandamano. Lakini sisi tukisimama kama watumishi wa Mungu mapema, tutakuwa na nafasi ya kuwapatanisha. Mtumishi wa Mungu ana nafasi kubwa mno ya kuwapatanisha watu kuliko hata mwanasiasa, kuliko hata kiongozi. Tusimame.
Niwakumbushe tukio moja ambalo mtakumbuka. Afrika ni moja ya mabara yaliyoathirika na utumwa, lakini moja ya watu waliokomesha utumwa ni dini. Maana walianza kusoma maandiko wakaona ya kwamba utumwa haiko kimungu. Kuna civil war ilitokea Marekani, ambapo kuna upande mmoja walikuwa wanaendelea kusapoti utumwa, upande wa pili wakawa nakataa. Ikabidi waingie mpaka kwenye vita, zikapigwa kwanza, wakapigana mpaka haki ikapatikana ya watumwa. Sasa hao walikuwa ni watumwa ambao walikuwa na haki ya kuishi, na bado walitetewa mpaka kwa mtutu, haki yao ikapatikana. Leo tuna enjoy. Je, sisi ambao tunatetea haki ya watu waishi, sio wawe huru? Hawa ni watu ambao wanauawa bila hatia. Je, kama wale walipigana mpaka vita ili wapate uhuru wa mtumwa, sisi kama maombi yatashindikana, je, mnahisi hatuna haki ya kuandamana, hata kama ni maandamano ya amani, ili kuzuia hiki kinachoendelea Tanzania? Shida ni kwamba tunadhani walioko serikalini ni serikali kweli, lakini ni shetani aliyeingia kwa mgongo wa serikali. Mimi hasa hivi serikali iliyopo si tofautishi na M23, tena M23 angalau maana yenyewe iko polini, lakini pia kuna haionei mtu tu bila sababu. Kwa hiyo siku mkiona serikali iliyopo madarakani sio serikali, ni M23, naamini mtachangamka. Na Mungu akiona kabisa kwamba mmenyamaza, hamtaki kujitokeza, basi anaweza akaamua kuwashughulikia nyie. Anaweza kuwashughulikia nyie ili muamke. Yesu kwenye Biblia alisema sikumpoteza hata mmoja. Manake kama tunamfuata Yesu kiongozi wetu ambaye hakukubali mtu yote apotee, basi tusimamie hao wanaopotea. Ni nani anayejua Emmanuel Mawazo wa Katoro alikuwa amebeba hatima gani ya Mungu kwa ajili ya taifa la Tanzania? Nani anajua Deusdedit Soka alikuwa amebeba hatima gani kwa ajili ya taifa la Tanzania? Hao watu wanaopotea, je, tunajua maisha yao yalikuwa yamekusudiwaje? Nani atakayewatetea kama sisi watumishi wa Mungu tutanyamaza kimya? Je, kazi yetu tumeitiwa kutoa tu pepo, kuwatabiria watu tu kufanikiwa bila kujali uhai wao? Kama Yesu alikuwa anaacha mkutano kwa ajili ya mtu anayeumwa ili amponye, akaenda kule kwenye mji alikokuwa amekufa Lazaro, ingawa alikuwa ametafutwa ili auawe, akaamua kuhatarisha maisha yake ili aende kwa Lazaro, basi sisi tuna nafasi ya kufanya zaidi. Kwa umoja wetu, tukishirikiana na taasisi zinazodai haki na wanaharakati wanaodai haki, maana ili mradi tu wanachodai ni sahihi, tutaweza kuliokoa taifa hili la Tanzania, na hata waovu pia watapata nafasi ya kutengeneza na Mungu. Mungu awape hekima zaidi. Bwana Yesu, nakushukuru mno. Simama kwa ajili ya taifa la Tanzania, tupe mzigo kama Mordekai alipata mzigo kwa ajili tu ya watu walioandikiwa waraka wa kuuawa. Je, sisi ambao tunaona watu wanauawa, Mungu tusikie, Mungu tusaidie. Inua mioyo ya watumishi wako, tusimame kwa ajili ya taifa la Tanzania ili kukomesha hii hali. Kwa jina la Yesu Kristo ninaomba, amen. Mungu awape kuamua vyema. Itaneni kwa pamoja kwa dini zote, na ni msisubiri kamati iliyoundwa kwa maridhiano na watu waliohusika kuua. Haiwezi, huo ni unafiki. Undeni kamati, shirikiani na taasisi binafsi, taasisi zinazodai haki hata za kimataifa, ili tuweze kuleta haki ya Watanzania kwa njia ya amani kuliko kusubiri vita na machafuko. Mungu abariki sana.